Biblia, na kama hauna basi nisikilize mimi. Katika kile kitabu cha Mathayo au ile Injili ya Mathayo sura ya 25, tutaanza ule mstari wa 31. Tutasoma alafu tutakuwa tunaruka baada ya mistari. Ukipata nafasi utasoma mwenyewe ukiwa nyumbani. Na Biblia inasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Taruka, tutasoma ule mstari wa 41. Na neno la Mungu linasema, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Tutamalizia mstari wa 46. Biblia inasema, na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu. Tarudia, na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kama unampenda Yesu, hebu mpigie makofi mengi hapo ulipo. Ikiwa tu unampenda Yesu, kama huna mpango naye unaweza kuacha. Na niseme tu kwamba tunamshukuru Mungu, tumekuwa na siku nyingi za kuhubiri Injili kwenye eneo hili, na ni mojawapo ya maeneo ambayo yamebahatika kupata Injili kikamilifu kwa siku 8. Na tumekuwa na siku 6 zilizotangulia, na leo ni siku yetu ya 7. Ninaomba mafundi mitambo hii maiki weke vizuri kidogo. Leo ni siku yetu ya 7, na tutakuwa tukimalizia kesho tukirudi tulikotoka. Na kumaliza kwetu kesho haimaanishi wewe utakuwa salama, kwa sababu tunaondoka. Kumaliza kwetu kesho kunamaanisha kwamba tumenawa mikono na tumekumuta mavumbi. Manake kama hujempokea Yesu Kristo na umemkataa kwa siku zote tulizozihubiri hapa, hautakuwa salama. Hatari iko mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu tukiondoka tutakuwa tukimshukuru Mungu kwa vile alivyotenda, lakini tukiwa tumeacha deni kubwa kwako. Sema amen. Na ninaona hapa niliposimama hapa nipi uhuru sana. Nilishuke hapo chini, sitakuwa vizuri. Utakuwa umebarikiwa na hilo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Bado. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, tumekuwepo mahali hapa tukihubiri Injili, na umesikia Injili tofauti, lakini zote zimekuwa zikieleza upendo wa Mungu kwako. Zote zimekuwa zikieleza vile Mungu anataka ufanye. Zote zimekuwa zikieleza vile ambavyo unatakiwa kufanya, kwa sababu
sababu upo katika wakati uliokwisha na wakati ulioendelea sana. Tunaleta habari hizi ili kukuletea upendo wa Mungu kwako. Tunataka kueleza upendo wa Mungu kwenye maisha yako, na ndio kusudi letu. Hatujaja hapa kupoteza muda, hatujaja hapa kujifurahisha. Tumekuja kueleza upendo wa Mungu kwako mwanadamu. Tumekuja kueleza upendo wa Mungu kwako mama. Tumekuja kueleza upendo wa Mungu kwako kijana. Tumekuja kueleza upendo wa Mungu kwako baba. Na siku hizi zote, ikiwa utakataa, hatari iko mbele yako. Hautakuwa salama hata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu tumekueleza na umesikia. Tumepiga kelele siku 7 hapa, na kesho tutakuwa tukimalizia siku ya 8. Hautakuwa salama kwa sababu hautakuwa na la kujitetea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi kwa. Ninataka nikueleze kwa kifupi sana habari za maisha yako yanayokuja mbele yako. Wanadamu wengi wamefungwa, akili zao zimefungwa, hawajui nini kinafuata mbele yao, hawajui hatima ya maisha yao. Kila siku wamekuwa wakiishi, wanaishi tu. Hata ukimuuliza huyu mwanadamu kwamba unajua nini kinakuja mbele yako, hakuna anayejua, hakuna anayetambua kwamba nini kinakuja mbele yake. Lakini hebu nisikilize kwa makini jioni ya leo. Ninataka kueleza habari za nyakati zinazokuja, habari za maisha yako yanayokuja. Hebu nisikilize kwa makini. Mwanadamu amepewa kutambua lile analoweza kulifanya sasa, lakini hajapewa kutambua nini linalokuja. Hebu nisikilize kwa makini. Hajapewa nafasi ya kujua nini linalokuja, lakini kuna nafasi ambayo mwanadamu anaweza akawa anajua nini kinaweza kuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nafasi ipo, hata kama wengine hawajaitumia, hata kama wengine hawajawa na nafasi ya kufikiri ni namna gani wanaweza kuitumia hiyo nafasi. Lakini kuna nafasi ya kujua nini linalokuja baadaye, linalokuja mbele yako mwanadamu. Wengi hata kwenye dini zao na wakuwa dini pia wamekuwa wakitangaza, wamekuwa wakihubiri kwamba yamkini mwanadamu baada ya kufa kuna mahali unaenda unakaa, na hapo wengi wanapaita peponi. Na ndio maana viongozi wa dini wengi wanachokifanya mtu akifa ni kusema kamweke mahali pema peponi. Hilo jamaa lilikuwa lisiji siku zote, anasema kamweke mahali pema peponi. Nilikuwa linatembea na vimada wa kutosha, kamweke mahali pema peponi. Alikuwa anapiga mkewe siku zote, kamweke mahali pema peponi. Alikuwa akiendelea kunyanyasa watoto wake kwa sababu ya ulevi wake, kamweke mahali pema peponi. Sikiliza nikutangazie jioni ya leo, hakuna mahali pema peponi pa kuwaweka watu kama hao.
na sala zako unajidanganya. Sikiliza nikwambie, nyakati zinazokuja ziko za namna mbili. Iko nafasi baada ya maisha haya mtu kwenda kwenye uzima wa milele, Biblia inasema. Lakini iko nafasi ya baada ya maisha haya mtu kwenda kwenye jehanamu ya milele. Hebu nisikilize kwa makini. Biblia inasema alivyokuwa akiondoka Yesu alitamka, na ndivyo atakavyorudi kwa namna hiyo. Wengi wanasema Yesu hatarudi. Umejidanganya na umepotea. Kama ni dini inayokushauri kwa namna hiyo, ni afadhali uhame mchana kweupe, usisubiri giza. Amen. Unadanganywa na wanadamu, umedanganyika na viongozi wa dini wanaokuambia Yesu hatarudi. Kuna dini nyingine za ajabu kweli, wanasema Yesu atakapokuja atalichukua kanisa lake, lakini atakapowachukua wengine sisi tutabaki, tutaendelea kumiliki yale majumba yaliyopo, yale magorofa yaliyoko Dar es Salaam, sijui yale